Jambo la kwanza ni kusema pole sana kwa sisi sote kwa kifo cha mpendwa wetu Askofu Bernardin Mufumbusa, ambaye kwa kweli katika umri wa miaka 64 alikuwa bado mbichi sana. Mimi binafsi nimekuja kumfahamu Mufumbusa baada akiwa kijana kabisa, miaka ya 90, alipokuwa mwanafunzi pale katika chuo cha Nyegezi. Ndio kilapo kilikuwa kinatoka kuwa chuo kinataka kuingia kuwa chuo kikuu. Tulikuwa tunapigana kiwe chuo kikuu. Na mimi nilipokuja hapa katika baraza la maaskofu kama katibu mkuu, kazi kubwa ya kwanza niliyotaka kufanya ni kufanya yote iwe ya kompyuta. Hivyo nilinunua makompyuta mwaka 91, tukaanza kwa kweli TC kuifanya iwe ya kompyuta. Na yalipokwenda Nyegezi pale kwa ajili ya mawasiliano, akaonekana kama kijana aliyekuwa na uwezo mkubwa sana wa mambo ya mawasiliano, mambo ya kompyuta, mambo ya nini, na akapata stashahada yake kwenye miaka ya 97 hiyo 98. Na hapo ndio tulikuwa tunapiga makelele, tunaanzisha chuo kikuu cha South pale. Na alikuwa na akili hivyo, nakumbuka alikuwepo Monsignor Deogratias Rweyongeza, akaomba askofu wake, Askofu Isuja wakati ule wa Dodoma, abaki pale afundishe kama tutor. Licha ya kwamba alikuwa na stashahada tu, akaanza kufundisha na akafundisha vizuri mno. Na kwa kufundisha vizuri mno, hata kwa sababu mimi alitusaidia sana kwa mambo ya kompyuta pale. Monsignor Deogratias alitaka zamani pale Nyegezi, walikuwa wanakwenda Nyegezi, watoka Nyegezi wanakwenda Arusha kwenda kutazama kompyuta zinafananaje. Unajua wanalipa excursion ya kwenda kutazama kompyuta zinafananaje. Ndiye akatusaidia, tukamsaidia kupata kompyuta. Na huyu ni mmoja wapo wa vijana wa kwanza walioanza kufundisha zile kompyuta pale na kuelekeza juu ya zile kompyuta, pamoja na mambo mengine ya mawasiliano. Na ndio pale kwa kweli wakampeleka kwenda kujifunza kabisa katika chuo kikuu kikubwa sana cha Gregorian pale Roma. Ni chuo cha Wajesuiti, chuo cha zamani sana. Na kati ya vyuo vyote vya Wajesuiti ndio namba 1. Wajesuiti ni watu wa elimu, lakini katika vyuo vyao vyote cha Gregorian ndio namba 1. Na kijua kusoma mimi nijifunza pale mambo ya historia ya kanisa. Na pale ndiye akajifunza sio tu shahada, mpaka akafanya shahada ya uzamivu. Maana aliporudi akarudi kwa kweli amebobea vizuri sana juu ya mambo ya mawasiliano. Na kile chuo ni kizuri sana kwa mambo ya mawasiliano. Na ndiye akarudi pale South. Na pale ndiye akaanza kutoa sasa. Na alikuwa na uwezo huo, sio tu akawa mkuu wa kitivo cha mawasiliano ambayo kilikuwa kitivo kikuu cha chuo kile. Chuo cha South wakati ule kilikuwa kinauzika kwa ajili ya kitivo cha mawasiliano taifani. Hiyo kilikuwa cha kwanza cha kuwa na kitivo cha mawasiliano kizuri. Na yeye ndiye aliyekuwa mkuu wa hicho kitivo. Na akafanya vizuri hivyo, wakamfanya tena makamu mkuu wa chuo, yani DVC wa mambo ya taaluma, academics, DVC academics, DVCA academics. Hapo ndio akaonyesha utaalamu wake mwingine wa mipangilio, kupanga sera za chuo, kupanga mwenendo wa chuo, kupanga elimu ya chuo, kitu ambacho amekifanya maisha yake yote katika baraza. Na pale amekuwa mtaalamu kweli. Hivyo akawa na mawasiliano vile vile taaluma kijumla na kupanga mipangilio ya elimu. Na ndio pale kwa kweli kanisa likamwona 2011 wakamfanya askofu wa kwanza wa jimbo la Kondoa. Sasa bahati mbaya kwa kweli kwa Sauti walisikitika sana. Walipoteza mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kubwa sana. Lakini sasa katika baraza ndiye akaja kusaidia vitu vingi. Nakumbuka wakati tunaongea naye alivyokuwa anapangilia hata na seminari kuu hizi. Alikuwa hataki twende hivi. Alikuwa hataka seminari kuu zote ziende kabisa kitaalamu kiuniversity, ambayo ina tofauti kati ya malezi na taaluma. Yaani taaluma iwe taaluma na malezi yawe malezi, siwe mkanganyiko. Hatukuweza kufikia kwa kweli ile aliyotaka yeye mwenyewe. Natumaini siku moja tutafikia kama wanavyofanya katika vyuo vikuu vingine vya Ulaya kama Gregorian na Urbaniana na wapi. Unakuwa na taaluma ndani ya chuo kikuu, alafu unakuwa na malezi katika tunazoziita vyuo, colleges. Alikuwa ameshapanga mpangilio ule mkubwa sana na akanitumia. Nikausoma, akamrudishia, akasema kwa kweli hii ni kitu kizuri. Kama tukikifanya tutakuwa tumefika mahali pazuri. Lakini kwa sababu semina zetu ziko sehemu mbalimbali na nini ikawa kazi. Lakini bado uwezo ule upo. Wakamuita katika chuo kikuu cha Afrika ya Mashariki kule Kwea.
akawa mmojawapo katika taaluma mle, akawa na shauri, akawa mjumbe katika halmashauri, yani council ya chuo kikuu cha Afrika Mashariki cha MESEA, nchi za MESEA, na amekaa mle mpaka amefariki, akisaidia sana pale nchi za Afrika ya Mashariki. Na vile vile katika mambo ya habari katika nchi za SECAM. Unajua SECAM ni umoja wa nchi za Afrika na wana kansili yao. Yeye wakamfanya rais wa kansili nzima ya Afrika ya mawasiliano, ambayo ni kitu kikubwa sana. Na ni kwa sababu hiyo hata Baba Mtakatifu mwaka huu, tena kidogo tu kabla hajafariki, akamteua atoke sasa kwa Afrika aende kwenye council ya kimataifa pale Roma, katika tume ya mawasiliano. Walimchagua yeye pamoja na kardinali wa Kinshasa. Hivyo naona kwamba kwa kweli katika sekta hiyo alikuwa mzuri sana. Na kabla hajawa askofu alishakuwa hata mwenyekiti wa Media Council ambayo ni ya Tanzania hii hapa. Hivyo naona kwa kweli mchango wake ulikuwa ni mkubwa. Hapo naongea tu tayari katika sekta ya mawasiliano. Na sio mawasiliano tu, lakini katika sekta nzima ya mpangilio wa elimu. Yaani sio tu mawasiliano, yaani mpangilio mzima wa elimu. Nakumbuka alikuwa kwenye kansili ya Ruku ile ya Iringa, na amefanya kazi nzuri sana kutafuta walimu, kuwapangilia mpaka Ruku ikapanda ikawa chuo kikuu, mpaka ikawa chuo kikuu kinachojitegemea. Ametoa mchango wake mkubwa sana, na ndio sababu baada ya kifo chake Ruku ilikuwa mojawapo ya kwanza iliyotoa rambirambi zake juu ya kifo chake. Hivyo alikuwa mle na alikuwa anafanya kazi kubwa sana. Hiyo ndio Askofu Bernard Mfumbusa, ambaye kwa kweli kifo chake cha ghafla, cha haraka, na bado mbichi, kimekuwa ni kitu ambacho kimetugusa sana. Sasa mtu angedhania kwamba huyu yuko kwenye taifa, yuko kwenye Afrika nzima, yuko Afrika ya Mashariki na Kati, yuko ulimwenguni. Je, ndani atafanyaje? Jimboni kwake sasa. Jimboni kwake, licha unajua jimbo la Kondoa wengi sana ni Waislamu, lakini ameweza kuunganisha, yeye ni mzaliwa wa pale. Hivi ameweza kuunganisha watu wa pale, Waislamu na Wakatoliki na wengine, mpaka likawa jimbo ambalo linajisikia vizuri. Na sasa licha ya mawasiliano akaingia sasa mambo ya vile kulitegemeza ile jimbo. Kilimo, akaanza kilimo. Hasa alijulikana sana kwa kilimo cha mizabibu. Na akatengeneza local divine. Nilisikitika sana kwa sababu siku moja kabla ya kujua kifo chake, mimi aliniletea, wakati wa jubilei yangu aliniletea zawadi ya divine aliyoitengeneza. Siku moja kabla alikuwa kuja profesa mmoja mzuri sana, nikampa kidogo ile, akaita divine nzuri sana. Nikamwambia kuna rafiki yangu wa Kondoa aniletea zawadi, na kesho yake nasikia kwamba amefariki. Yaani ilikuwa ni divine ambayo ni nzuri sana. Na namna ya kulipa ile mzabibu, namna ya umwagiliaji, namna ya kilimo, namna nini, yaani mpaka watu wote, hata na baraza la maaskofu katika mashamba yake ilitegemea awape maelezo, na watu walikuwa wanakwenda kule kujifunza kutoka kwake. Hivyo namkuta katika utume yumo vizuri sana, unamkuta katika mawasiliano ndio kabisa sehemu yake, katika mambo ya IT akianza kuongelea juu ya AI, artificial intelligence, huwezi kutoka. Nakumbuka alikuja Ntungamo, nilikuwa naye tena, wamelirusha ile nani yake ile, watoto wa vijana wakasema, wewe unajua ni mtu wa mawasiliano, tuambie AI maana nini. Alipoitoa hivi tu bila hata kupata matayarisho makubwa, alivyoitoa kabisa, watoto na vijana wote hawa ambao ni vijana wa form 6 wameingia falsafa, naona umemtazama hivi. Alikuwa mtu ambaye aliweza kujua kitu kwa wakati wake. Alikuwa mtu ambaye hakuwa nyuma, hasa katika mambo ya mawasiliano na yale. Hivyo alikuwa sehemu ya mawasiliano, sehemu ya kilimo, sehemu ya maendeleo, yani vyote. Kwa kweli ndio nasema kwamba kwa kweli sio tu Kondoa imepoteza, na sio tu baraza la Tanzania, yani baraza la maaskofu Tanzania TC imepoteza, vile vile AMESEA ya Afrika ya Kati, yani ya nchi zote 7 zimepoteza. Chuo kikuu cha Kuea, AMESEA yenyewe, Afrika nzima imepoteza, kwa sababu alikuwa rais wa mawasiliano ya Afrika. Dunia nzima imepoteza kwa sababu alikuwa ameteuliwa kuingia kwenye tume ya kipapa ya mawasiliano ya ulimwengu mzima. Huyo ndio mtu ambaye ameondoka, na ndio sababu sote tunasikitika, na sote mimi binafsi, yani kila mmoja anaona anasema binafsi. Unayemwambia hivi anaona anasikitika binafsi, kwa kila mmoja anaguswa. Hivyo kisha mimi binafsi, sio mimi binafsi tu, uambie wakina katibu mkuu, mwambie hivyo. Nilikuwa naongea
na maaskofu wengine wote wanakwambia hivyo hivyo wote. Naona kila askofu anaguswa kwa namna yake, kwa sababu alikuwa mtu ambaye alikuwa anakimbia huko na huko, yani ashikiki, alikuwa ashikiki. Na hata alipokuwa ameugua usingejua ni mtu ambaye hakutaka kufanya watu walisikie vibaya juu yake. Hivyo hata na ugonjwa wake alikuwa asemi. Mimi sikujua kwamba ni mgonjwa wa namna hii mpaka alipofariki. Alikuwa hataki kusema, alikuwa hataki kusumbua mtu, alikuwa anataka kila mara kujitoa. Hata mpaka dakika mtu mgonjwa anatoka anasema ngoja kuna kitu Kondoa sijakifanya, kuna kitu Kwea sijakifanya. Yuko mgonjwa akiwa anataka anawafikiria wengine damu ya kuwasaidia. Mpaka dakika mtu anafariki alikuwa bado anaendelea kufanya kazi. Huyo ndiye ndugu yetu, rafiki yetu, Askofu Bernardin Mfumbusa, askofu wa jimbo la Kondoa na askofu katika Baraza la Maaskofu Tanzania, katika Umoja wa Afrika SECAM, na katika Umoja wa Afrika ya Mashariki na Kati AMESEA. Kote alikuwa na kazi ya kufanya, kwa sababu hapa Tanzania vile vile ndiye alikuwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano, ambayo ndio kitengo chetu hicho. Ndiye alikuwa tume ya mawasiliano ya Tanzania, ya Baraza la Tanzania, ndiye alikuwa mwenyekiti wake. Hivyo kila mmoja amepoteza, na kila mmoja tunaomboleza, na sote tunamwombea Mungu atazame makubwa mengi sana aliyofanya, na ampe raha ya milele.